Hii mechi ya leo hainihitaji hata mpanzu. Mechi ya leo mpanzu inabidi aanzie bench. Na mtazamaji wa Simba Fans TV, siku ya historia imekaribia na tuko naye mchungaji wa Simba kuzungumza hiki ambacho kinakwenda kutokea siku ya leo. Mchungaji, shikamoo. Baba, Mungu ni mwema sana. Tunamshukuru Mungu sana. Katutoa makundi mpaka tumefika finali. Sasa leo ile tukio leo naambia Simba anaenda kwa bingwa. Shughuli inaanzia leo. Shughuli inaanza leo. Ile yote Simba bingwa. Leo ndio shughuli inaanza. Mechi ya leo itatupa kwamba Simba ni bingwa kweli au mchungaji kwa anatongopea. Maana anaenda kuchukua. Kwa sababu wachungaji siku hizi wengine nao sio watu wazuri, nao wana waongo nao. Wanasema mchungaji ni mwongo. Sasa nilikotoka ni mbali. Hebu baki na watu moja. Bana, kabla ya siku ya leo mambo yalikuwa ni mengi sana nje ya uwanja. Wana Simba wakitulizana, lakini wengine pressure ikiwa juu. Kwa hiki ambacho kimetokea, kwa namna ambavyo lilipokewa na wana Simba, labda linaweza likawa lina athari kwa upande wa wachezaji kuelekea mchezo wa leo. Kwa maana athari hiyo inaweza ikawa chanya ama isiwe chanya. Tuseme kwamba inaweza likaathiri wachezaji wakaingia kwa mchezo wakiwa katika hali nyingine ambayo si nzuri kwa upande wao, au inaweza ikawa ni motisha kwao kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo. Kwanza mpaka hapo ulipofikia, kwanza tuwadai wachezaji wa Simba, uongozi wa Simba pamoja na kocha. Target ilikuwa ni kufika nusu finali, kafika finali. Kwa hiyo ni ziada tu. Hakuna pressure, hakuna mechi ambayo kuna pressure kubwa kama ya Libya Tripoli. Mechi ya mwanzo kocha ni mgeni, wachezaji ni wageni, lakini unaweza kumaintain ile mechi wakaweza kufanikiwa. Kwa hiyo Simba kwanza na uzoefu kucheza mechi kubwa. Tumecheza hapa Super Cup siku ya ufunguzi. Ni mechi ambayo ilijumlisha mpaka rais wa FIFA. Umeelewa? Tumetoka hapa tumeenda kucheza Cairo Stadium. Uwanja mkubwa umejaa watu. Simba anaweza kumaintain akapata sare. Marekani watu 10,000. Kwa hiyo sidhani kwamba wachezaji wanaweza ikawatoa kwenye mchezo vitu vidogo kama hiyo. Wamekuwa wazoefu. Simba ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo ni mzoefu wa mambo yote. Kwa hiyo mechi ya leo ni kawaida tu. Labda ile neno finali, labda hilo. Lakini ukichukua mchezo mkubwa, Simba katika mchezo mkubwa na kaiwini. Kwa hiyo mechi hii ya leo sioni kwamba inaweza imbabaisha Simba. Ni mechi ambayo inakwenda kushinda. Marekani anakufa kwake. Jinsi ya kucheza zile mechi. Finali na nusu finali na design ya kucheza. Simba inabuka dakika 5 zile za mwanzo zile. Wazuie. Dakika 5 zile. Bum 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 bum. Unaokota unarusha bum bum. Dakika 5 hizo. Simba usitaki kumiliki mpira ndani dakika 5. Mistake ukifanya, wale jamani wepesi wana kasi, wao kupachika goli. Dakika 5 kumaintain zile. Hizo dakika 10 sana unachukua mpira unacheza nao, unachezea mpira. Dakika 15 zimeisha. Dakika 15 zilizofuata, chukua mpira uwe kama unaona shambulia. Ili wasije. Ndio zilikwenda hapo. Dakika 5 za mwisho. Zuia tena ile bu 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 after him. Sasa naweza kwa mwalimu sasa kwa sababu naweza niende kufundisha sasa. Kipindi cha pili Simba wakiingia dakika 5 zile zile. Zuia. Dakika 10 funguka. Muda leo baki sasa mwingine huyo. Ni wa moja kwa moja. Moja kwa moja. Una yoyote yule. Yaani moja kwa moja hapo sasa wewe kazi yako ni kuzuia mpaka mwisho. Dakika 90 zimeisha. Simba katoka nyao. Ndio jinsi ya kucheza. Hii mechi ya leo hainihitaji hata mpanzu. Mechi ya leo mpanzu inabidi aanzie bench. Hii ni mechi ya kina Kibu kwenda kuzuia. Hii ni mechi ya kina Chamalon pamoja na Charabu kuanza wote. Na Hamza juu. Hamza anakuwa anachezea hapa juu hapa. Unaona winga moja anaongeza beki. Kimesha anashambulia aua. Anabaki kama namba 10. Winga huko naiua. Simba tayari anapata ushindi. Dakika ya 80 watatumia nguvu kubwa sana. Ndio pale mtu anadonoa ile nda unamuingiza mpanzu dakika 80. Sababu wanahitaji matokeo hapo wanapanda wote. Pale mpaka kipo waga anapandaga. Sasa ndio ile unapiga dabu mpanzu huyo hapo. Ndio unapata goli moja cha. Dakika 90 zimeisha. Simba moja, basi tukija hapo tunaangalia sare. Simba bingwa. Nusu finali na finali zinachezwa kwa kutumia technique. Hazichezwi kusema eti nahitaji sio nini, ni akili tu.
bahati mbaya mwalimu wa Simba ana technique kama alivyocheza na wale Gosech wa Saudi wale Stella Sunini wale, jinsi alivyocheza na atacheza hivyo hivyo, na Libya Tripoli alivyocheza nao, kwa sababu zile ni finali zote zile, na ile mechi ya finali ni historia ya finali, kwa sababu watu walikuwa wanatumia akili na maarifa mengi. Sasa kwa Simba hii nilivyoiona, kwa wale mabwana watachanganyikiwa baada ya kipindi cha kwanza kutopata goli. Hiyo wataingia kwa focus, watalazimisha. Ile kulazimisha ndio mnapiga counter mtu anamaliza. Hizi yani leo nimejaribu kuelezea kwa ufundi kwamba Simba anabidi acheze hivyo. Ila Simba kesho asimiliki mpira. Ile asimiliki mpira. Akisema amiliki mpira tu, wale wakiunasa kwa kasi wanayo, hatuwezi kuwaimili. Hatuwezi kuwaimili. Simba kama nilivyokuambia, dakika 5 wacheze butua. Piga ndefu, mtu anakimbiza imemkosa, wanarusha hivyo hivyo, dakika 5 ziishe. Zikisha dakika 5, dakika 10 na maintain dakika 15 hizo. Kipindi cha pili unakuwa kama unafunguka, lakini ndio unazuia, unazuia. Half time. Ndio Simba anaweza kaongeza game ya leo. Lakini Simba akisema acheze kupishana na wale watatazibu. Labda mchungaji mwalimu amesema kwamba uwanja wa Manispaa ya Berkane utawafanya wacheze vile wanavyotaka wao, kwa sababu ni kama KMC au tofauti. Hii ina faida gani? Ndio hiyo sasa mwalimu, ndio sehemu ambayo mwalimu inabidi na leo abadilike leo abadilike. Acheze kwa kuzuia, asicheze kupishana wale watu. Dakika 15 asicheze mpira, asimiliki mpira. Kwa sababu mwalimu ndio muelewa mwalimu wa Simba. Yeye muda wote anataka amiliki mpira. Yeye mbinu zake ana imani kwamba ukimiliki mpira ndio unaweza wale kwa zuia usifanye madhara, lakini bila kujua kwamba wale mabwana wana kasi, wakipata mpira wao wanaonaga Simba hapa KMC. Anamiliki mpira, akikosea akichukua mtu inakuwa madhara. Tumeona na game mbili zote hizi Simba ameruhusu goli moja. Ameshinda lakini ameruhusu goli moja. Sasa kwa mechi kama hizi ambazo ni kubwa, haitakiwi kuruhusu goli. Kwa mwalimu asiondoke na ile plan ambayo anacheza ligi hapa. Achane nayo. Ambayo vile vile imetugharimu kupata goli moja kila mechi. Aingie na plan ya kuzuia kwa 80%, 20 ndio acheze. Atafanikiwa. Lakini akisema maintain kumiliki mpira, hesabu zake ni nzuri. Lakini je, hao wachezaji ambao wanataka wamiliki mpira wanaweza kushikilia bomba dakika zote kumiliki mpira? Simone imeenda kwa huo akakosea. Yule mkuja jamaa kapiga ndefu, halafu anapojoa speed. Kawaida kabisa katikati. Himo. Kwa hiyo siku ya leo inahitaji maarifa zaidi bila kutumia nguvu. Sawa, tunashukuru sana. Najua tutakutana maeneo ambayo wana Simba leo. Tutakutana hapo kwa ajili ya timu yetu, lakini maombi ndio silaha. Leo kwanza asubuhi kuomba tu. Vitu vyote vya redio vyote leo ni kuomba tu. Mbona bana? Ni kuomba. Angalau na sisi tuweke kombe. Yanga wameleta kombe na wamecheza finali, wameshinda kuchukua ubingwa. Simba katika 3 tumecheza finali, wamechukua ubingwa. Na mwaka huu tena tushinda kuchukua ubingwa. Haiwezekani. Kwa hiyo mwalimu afanye kwa maarifa yake yote, yani walimu leo ndio utumike kuliko kipindi chochote kile. Na wachezaji leo wawe makini kufanya mistake siku ya leo. Asante sana, Mungu awabariki sana.